11. Hivyo serikali ikaona umuhimu wa kuongeza vituo zaidi ya 12,269. Uongezaji wa vituo hivi umezingatia pia jiografia ya nchi yetu na mahala eneo husika, mfano kama nilivyotangulia kusema, maeneo ya misitu, maeneo ya mito, kuvuka mito, maeneo ya visiwa, maeneo ambako wananchi wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi katika maeneo mahususi, kwa mfano wafugaji, wakulima, wachimbaji migodini, na umbali kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine. Ifahamike pia kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 796 na tangazo la serikali namba 797 kuhusu orodha ya maeneo yatakayoshiriki uchaguzi, yanajumuisha jumla ya mitaa na vitongoji 68,543 kama ambavyo nimetangulia kusema. Lengo kuu la vituo vidogo ni kuhakikisha wananchi wote tunawafikia, ili kila Mtanzania apate haki ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Kutowafikishia wananchi fursa ya kuchagua na kuchaguliwa ni kuwanyima haki yao ya msingi ya kikatiba. Suala la msingi ni pale inapobainika uhitaji wa kituo cha uandikishaji na kupigia kura, kanuni zinaelekeza vyama vya siasa vishirikiane na wasimamizi wa uchaguzi katika kuamua au kukubaliana kuhusu wapi kituo kiwekwe. Jukumu hili ni jukumu la vyama vya siasa kushirikiana na wasimamizi wa uchaguzi ili kuamua ni wapi vituo viweze kuwekwa. Lakini vituo nyongeza ni 12,269 na hivi vimetambuliwa kwa mujibu wa tangazo la serikali. Kwa hiyo ni vituo halali ambavyo vimetambuliwa, na lengo kuu ni kuwafikishia Watanzania huduma, ni kuwafikishia Watanzania ukaribu, ili wapate haki ya kuchagua na haki ya kuchaguliwa katika maeneo yao bila kuwepo kwa vikwazo vyovyote. Hivyo niendelee kuwasisitiza wadau kukaa na wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi, na kukubaliana maeneo yote ambayo ni muhimu kuwekwa vituo kwa ajili ya kuwafikia wananchi wote pasipo na vikwazo vyovyote vinavyoweza kuibuka katika maeneo yao. Ninashangaa kuona viongozi wa chama kuwazuia wananchi kufika kwa urahisi ili waweze kujiandikisha kupiga kura. Nitashangaa sana. Tuendelee kuwapa wananchi haki ya kuchagua na haki ya kupiga kura katika maeneo yetu. Kumekuwepo pia na malalamiko ya mawakala kutopokelewa vituoni siku yoyote ya uandikishaji. Taarifa hii tumeisikia pia, pamoja na kwamba si rasmi, lakini ni vyema tukaitolea ufafanuzi. Nitoe ufafanuzi kuwa swala la kula kiapo ni swala la kikanuni. Imeelekezwa kwenye kanuni ya 48, tangazo la serikali namba 571, 573 na 574 ya kanuni ya 45 ya tangazo la serikali namba 500 na kanuni ya 45 ya tangazo la serikali namba 572. Hivyo nitumie fursa hii kuwaelekeza wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wa wasaidizi wa uchaguzi kuhakikisha wanazingatia kanuni hizo. Aidha, maelekezo hayo nimeyapeleka kwa wasimamizi wa uchaguzi kupitia barua ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI yenye kumbu namba CCB.1/215/01/80 ya tarehe 14 Oktoba 2024, ambayo vyama vya siasa vimepata nakala kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Serikali tumeendelea pia kukaa na vyama vya siasa vyote 19 vinavyoshiriki uchaguzi huu mara kwa mara na kujadiliana namna bora ya kufanya maboresho pale yanapohitajika. Hivi karibuni tarehe 11
mwezi wa 10 2024 katika kikao cha baraza la vyama vya siasa kilichofanyika pale Dodoma, vyama viliwasilisha maoni yao kuhusu tarehe za kuchukua na tarehe za kurejesha fomu, kuwa tarehe 1 Novemba pekee haitoshi, na kwamba hitimisho lilifafanuliwa vyema tarehe 16 katika kanuni ya 16 fasiri ya kwanza na fasiri ya pili ya tangazo la serikali namba 572 na kanuni ya 17 fasiri ya kwanza mpaka ya pili ya tangazo la serikali namba 571, 573 na 574. Maana yake ni kwamba kulikuwepo na malalamiko kwamba tarehe ya kuchukua fomu na kurejesha fomu imekuwa ikilalamikiwa kwamba ni siku moja, lakini tukawarejea katika kanuni nilizozitaja hapo awali kwamba kanuni hizo zimeweka msingi na ufafanuzi wa kina kwamba serikali baada ya kupokea maoni hayo, lakini pia na msisitizo ulioainishwa katika kanuni, na tukakubaliana kwa pamoja kwamba tarehe ya kuchukua na kurejesha fomu itakuwa ni tarehe 26 mwezi Novemba na kurejesha tarehe 1 mwezi Novemba 2024. Hivyo ni wasihi wananchi wote wenye sifa ya kugombea, sifa zilizotajwa kwa mujibu wa kanuni ya 14 ya tangazo la serikali namba 572 na kanuni ya 15 ya tangazo la serikali namba 573, 571 na 574. Watanzania wote wanakaribishwa kujitokeza na kutimiza haki yao ya msingi ya kikatiba. Niwasisitize na niendelee kuwaelekeza wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi kuzingatia kanuni na taratibu zilizowekwa. Kila mmoja wetu, uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi, nimekusha lisema hili, lakini nitaomba nilisisitize tena. Kwa mujibu wa kanuni ya 16 fasiri ya kwanza na ya pili ya tangazo la serikali namba 572 na kanuni ya 17 fasiri ya kwanza na ya pili ya tangazo la serikali namba 571, 573 na 574, fomu za uteuzi kwa wagombea zitaanza kutolewa na kurejeshwa kuanzia tarehe 26 Oktoba hadi tarehe 1 Novemba 2024. Hivyo wasimamizi wa uchaguzi wakahakikishe taratibu zinazingatiwa na kanuni hii inasimamiwa ipasavyo, ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi kwa vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi huu inakuwa ni mchakato huru na wa haki wenye kusimamiwa kwa misingi ya katiba na sheria za nchi yetu. Maelekezo yangu kwa wasimamizi wa uchaguzi: nitoe maelekezo kwa malalamiko yanayotolewa ya kwamba yanafanywa na baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi katika vituo vichache kuhusu kukiuka kanuni. Nitumie fursa hii kuwataka wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi kuzingatia kanuni, kuzingatia viapo vyao katika maeneo yao na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizowekwa. Nimetoa maelekezo pia kupitia kwa katibu mkuu kwa barua niliyotangulia kuitaja hapo awali. Ninawaelekeza wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi kuzingatia kanuni hizi na taratibu ambazo zimewekwa pamoja baina ya viongozi au wawakilishi wa vyama vyote vya siasa 19 vilivyoshiriki katika kuandaa kanuni hizi. Aidha, ni visihi vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kuweka maslahi mbele ya wananchi ili kuhakikisha wananchi wanajiandikisha pasipo kuleta taharuki au kuweka vikwazo ambavyo vitawafanya wananchi wakose haki yao ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Nitarejea. Ninaomba nichukue fursa hii kuvisihi vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi
kuweka maslahi ya wananchi mbele na kuhakikisha wananchi wanajiandikisha pasipo kuwepo kwa bugdha au taharuki au kuwepo kwa vikwazo ambavyo vitawafanya wananchi wakose haki yao ya kuchagua na kuchaguliwa. Lakini tumie fursa hii pia kuzungumzia mwenendo wa uandikishaji wa wapiga kura wa serikali za mitaa. Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania kwa mwitikio wao mzuri wa kujiandikisha katika siku hizi 4 za mwanzo. Ninawapongeza sana Watanzania wote waliojitokeza katika siku hizi 4 kujiandikisha katika daftari hili la makazi kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Nitoe taarifa kwa waandishi wa habari, hadi kufikia jana tarehe 14 Oktoba jioni 2024, siku 4 tangu kuanza kwa zoezi hili la kuandikisha, yani tarehe 11 mwezi wa 10 2024, katika mikoa yote 26 tumeweza kuandikisha kwa asilimia karibu 45. Hii ni pongezi kubwa sana kwa Watanzania, kwa wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi kuendelea kujiandikisha katika maeneo yao. Hii ni kwa Watanzania wenye sifa za kupiga kura ifikapo tarehe 27 mwezi wa 11 2024. Ninawapongeza Watanzania wenye umri wa miaka 18 ambao tayari wamejiandikisha katika vituo mbalimbali nchi nzima. Mpaka sasa tumefikia asilimia 45 ya kujiandikisha. Hatua hii, kazi hii ni mwitikio mzuri wa Watanzania wa kutambua haki yao ya kikatiba, haki yao ya kisheria, haki yao ya kikanuni na haki yao ya kitaratibu ya kutoka majumbani na kwenda kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa tarehe 27 mwezi Novemba 2024. Lakini endelee kutumia fursa hii kuwahimiza Watanzania wote wenye sifa za kupiga kura waendelee kujitokeza kujiandikisha, kwani zoezi hili linaloendelea sasa ni zoezi la nchi nzima na litakamilika tarehe 20 mwezi wa 11. Zoezi hili litakamilika tarehe 20 mwezi wa 10 2024. Ikumbuke kwamba zoezi hili lilianza tarehe 11 mwezi wa 10 na litakamilika tarehe 20 mwezi wa 10 2024. Tusisubiri zima moto. Niwaombe Watanzania tusisubiri zima moto. Wale ambao bado hawajajitokeza, zaidi ya asilimia karibu 55 ambayo bado hawajajitokeza, wajitokeze sasa kujiandikisha katika vituo vyao, katika maeneo yao ya makazi wanapoishi wao wenyewe, ili kusudi baada ya kubandika majina au orodha ya wapiga kura kusitokee na mkanganyiko wowote, kuonekana kwamba huyu pengine aishi katika eneo hili au huyu hatumfahamu. Kwa hiyo niwaombe Watanzania kujitokeza kujiandikisha katika maeneo yao, na wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wapo katika vituo kuwasubiri Watanzania kuweza kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Itoshe kusema ninawashukuru sana kwa asilimia hii 45 kwa siku 4. Maanake ni hatua kubwa sana ambayo taifa letu imelipiga, na pengine hii ni mara ya kwanza kabisa kupiga hatua kubwa hii katika miaka mingi toka mfumo wa vyama vingi ulipoanza. Nawashukuru sana. Niendelee kuwasihi, serikali itaendelea kuhakikisha inazingatia misingi yote ya utawala bora na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa kuzingatia kanuni, taratibu, miongozo, lakini pia tutahakikisha kwamba utulivu na amani katika maeneo yetu unazingatiwa. Hata hivyo, ipo mikoa inafanya vizuri katika zoezi hili la uandikishaji na mingine bado kidogo inasuasua. Nichukue fursa hii kuitambua mikoa ambayo imefanya vizuri hadi kufikia tarehe 14 mwezi wa 10 2024. Ni pamoja na mkoa wa Tanga ambao uandikishaji umefika karibu asilimia 54.7, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Njombe, mkoa wa Songwe,
pamoja na mkoa wa Iringa. Mikoa hii imefanya vizuri kwa hatua hii ya awali. Aidha, ipo mikoa ambayo iko chini ya wastani inayokusudiwa. Kwa mfano, mkoa wa Katavi uko chini, mkoa wa Kilimanjaro uko chini, mkoa wa Geita uko chini, mkoa wa Kigoma bado uko chini, pamoja na mkoa wa Manyara pia uko chini. Lakini ipo mikoa yenye watu wengi, hata hivyo uandikishaji ni bado chini ya 40% kama inavyotarajiwa hadi kufikia tarehe 14 mwezi wa 10 2024. Mikoa hii ikifanya vizuri itaonyesha taswira ya wananchi wengi kujitokeza katika maeneo yao. Mikoa hii ambayo bado iko chini ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam ambao uko karibu 35.3%, mkoa wa Mwanza uko 34.2%, mkoa wa Morogoro 37.9%, mkoa wa Dodoma 38.5%, mkoa wa Tabora 27.7%, pamoja na mkoa wa Kagera 34.8%. Ninawasihi wakuu wa mikoa yote hii pamoja na viongozi wa halmashauri kuendelea kuwahimiza Watanzania kujitokeza kwa ajili ya kujiandikisha katika daftari la makazi litakalotumika kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika tarehe 27 mwezi Novemba 2024. Waendelee kutengeneza hamasa ili Watanzania waweze kujitokeza katika maeneo yao na kuondosha changamoto hii inayoonekana kwamba maeneo haya yana idadi kubwa ya watu, lakini waliojitokeza ni chini ya 40% kama ambavyo nimetangulia kusema. Aidha, ninawaelekeza wakuu wa mikoa kuhakikisha wanaendelea kusimamia kwa ukaribu wasimamizi wa uchaguzi ili waweze kuhakikisha wanazingatia sheria, wanazingatia taratibu na wanazingatia kanuni za uchaguzi kama zilivyoainishwa, na yeyote atakayebainika kukiuka misingi ya kanuni achukulia hatua za kinidhamu mara moja. Nitarejea. Ninawaelekeza wakuu wa mikoa kote nchini kuhakikisha kwamba wanakusimamia kanuni, wanasimamia taratibu, wanasimamia miongozo, na yeyote kati ya wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa uchaguzi, yeyote atakayekiuka taratibu, atakayekiuka kanuni, basi hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa mara moja. Niwatake wadau wote wa uchaguzi wa serikali za mitaa, hususan vyama vya siasa, kuhakikisha wanazingatia sheria, wanazingatia kanuni, wanazingatia miongozo ya uchaguzi pasipo kuwepo na mihemko ya kutaka jukumu zima au zoezi lote la uchaguzi kuvurugika. Kwa hiyo niwaombe na kuwataka vyama vyote vya siasa kuzingatia miongozo, kuzingatia kanuni, kuzingatia taratibu na kujiepusha na mihemko inayoweza kuleta sintofahamu katika jamii. Nitoe rai kwamba vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika kila wilaya nchini viendelee kufanya ufuatiliaji, na endapo itabainika dosari yoyote ya kiusalama yenye lengo la kutaka kuhujumu zoezi hili, hatua kali zichukuliwe mara moja dhidi ya yeyote mwenye dhamira ya kuleta sintofahamu katika jamii, dhidi ya yeyote atakayeonekana kuleta pengine dosari zozote za kiusalama katika wilaya zao na mikoa yote nchini, kuhakikisha kwamba hatua kali zichukuliwe mara moja dhidi ya yoyote ambaye anadhamiria kuvuruga amani na usalama katika maeneo yetu huko nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.